Crazy Rocket now available on PMBet. Habari mtazamaji wa PMTV, karibu katika taarifa zetu za kijamii, na leo nakupa taarifa njema kwa wewe mkazi wa mikoa ya kusini katika mikoa kama ya Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma. Kuna nini ambacho kimetokea? Serikali kupitia wakala ya barabara Tanzania TANROADS yenyewe imetangaza kwamba yale madaraja yaliokuwa sumbufu sana katika mkoa wa Lindi, yani madaraja 13 yamekamilika baada ya ujenzi wake kukamilika. Mimi pia ni shuhuda, mwaka jana nilikwenda Ruangwa kule Lindi na niliona baadhi ya hayo madaraja yakiwa katika matengenezo, na daraja moja maarufu sana ni lile daraja la Somanga. Ni daraja ambalo limetengenezwa vizuri, na ilikuwa likivunjika mvua ikiwa kubwa, madaraja mengi yalikuwa kikatika, na moja hapo ambalo lilikuwa linasumbua sana ni daraja la Somanga pale. Kwa maana hiyo yale katika 13 ambayo yametengenezwa, moja ambao naweza nikataja kwa baadhi yake ni kwamba kuna daraja la Somanga Mtama lenyewe mita 60 likiwa limekamilika, lakini pia kuna Kiwata lina mita 40, kuna Karimje lenyewe lina mita 40 pia, na Njenga mita 60. Haya yameanza kutumika baada ya kukamilika kwa ujenzi wake. Hata baadhi ya wakazi kule wamezungumzia juu ya kile ambacho kimeonekana kwamba sasa hivi zile shida za mvua zikinyesha kumekuwa hakuna tena, kwamba hali nzuri, madaraja yanapitika. Lakini hii inatufundisha nini kwa sasa hivi katika mkoa wa Lindi pamoja na mikoa ya kusini kunapotengenezwa haya madaraja? Kukamilika kwake pia kutasaidia shughuli za kiuchumi, shughuli za kibiashara, lakini pia kutaimarisha uchumi wa ukanda wa kusini, na pia ni muunganiko mzuri kutoka Dar es Salaam kwenda Lindi ama Lindi kuja Dar es Salaam, lakini pia kwa muunganiko mzima wa mikoa ya kusini, kwa maana kwamba kwa mikoa hii ya kusini tunafahamu shughuli zao nyingi sana katika mazao ya kibiashara kama korosho pale Lindi. Hii itasaidia usafirishaji wa korosho kwenda katika masoko mbalimbali, lakini pia kuna mazao kama ufuta yanalimwa kule kusini, lakini pia kuna tumbaku ukienda hadi kule Ruvuma. Kwa maana hiyo kunapokuwa na barabara zinapitika vizuri, madaraja yanapitika vizuri, shughuli za kiuchumi zinakuwa zinarahisishika. Leo hii soko kubwa sana ambalo linalisha mikoa mbalimbali lipo Dar es Salaam, na watu wa kusini wakija Dar es Salaam, kwa maana hiyo kama madaraja yamekamilika, mfano hilo la Somanga, watakuwa wakifanya biashara zao vizuri kabisa, mbali na masuala ya kibiashara, lakini kuna watu wanafuata mali nyingi sana mjini, hasa Kariakoo pale, bidhaa nyingi za nguo zinakwenda kule pamoja na mikoa mingine, lakini pia bidhaa za viwandani. Ni lazima uje Dar es Salaam upite mikoa hii, upite mkoa wa Lindi ndio uende mikoa ya kusini, na kuna takribani kilomita kama 450 hivi kutoka Dar kwenda Lindi, lakini pia ni mwendo kama masaa 6 hadi 7 kwa usafiri wa gari kuweza kufika katika mkoa wa Lindi. Sasa ni habari njema kwa madaraja hayo 13 kuweza kukamilika. Tuipongeze sana serikali yetu kwa kuweza kufanikisha hilo, na sasa kilio cha wakazi wa kule Lindi, kumbuka mikoa ya Lindi hii na Mtwara pamoja na Ruvuma sasa itakuwa kiendeka kwa urahisi kutokana na ujenzi wa madaraja hayo. Sijui kama nawaona vile wa makabila mikoa hii ya kusini, na mikoa hii ya kusini kuna makabila mengi tu. Kwa mfano pale Lindi kuna Wayao, kuna Wamwera, kuna Wangindo, lakini ukienda kule Mtwara kuna Makonde, Ruvuma kuna Wangoni, lakini pia kuna Wamakua wapo kule. Kwa maana hiyo makabila haya yataendelea kufanya shughuli zao za kijamii pamoja na za kiuchumi kwa kushirikiana hata na makabila mengine. Sasa hivi Tanzania ni kubwa, kila mtu anaweza kwenda kuishi sehemu yote, kutokana hata na katiba yetu unaweza kuishi sehemu yote ukafanya shughuli zako. Kwa maana hiyo barabara zetu zinapokuwa zinapitika vizuri, madaraja yanapokuwa yanapitika vizuri, basi ndo muunganisho ama muunganiko wa makabila na makabila
kwenda katika mikoa tofauti tofauti kwa ajili ya kuishi, lakini pia kufanya shughuli zao za kiuchumi. Mimi naitwa Juma Idi Bangla. Hizi hapa ni taarifa za kijamii. Shukrani sana kwa PMBet ambao wameniwezesha kukupa wewe taarifa hizi.